na kuacha na makala maalum kwa jina Kuwa Mama Sio Mwisho, ambapo ukeketaji, ndoa za mapema na mimba za utotoni ni miongoni mwa changamoto zinazoweza kutatiza masomo ya wasichana na kuwaweka katika maisha magumu. Lakini kwa Aisha na Naisula, changamoto hizo hazikuwa mwisho wa safari yao. Wamepata nafasi ya kurejea shuleni, kuendelea na elimu, na sasa wana matumaini ya kujenga maisha bora na kuwasaidia watoto wao. Katika makala maalum Kuwa Mama Sio Mwisho iliyoandaliwa na Nyabande Orwa, tunasikia safari ya Aisha na Naisula, changamoto walizopitia na jinsi elimu ilivyowapa matumaini mapya ya maisha. Katika baadhi ya jamii za kaunti ya Marsabit, ujauzito wa mapema mara nyingi hukatiza safari ya elimu kwa watoto wa kike, lakini kwa baadhi yao waliokumbana na changamoto, haukuwa mwisho wa ndoto zao. Kupitia msaada wa familia, shule na jamii, wanajenga maisha mapya. Hii ni simulizi ya Aisha na Naisula, sio majina yao halisi. Wasichana wawili waliokumbana na ukeketaji, ndoa na ujauzito wa utotoni, lakini wakapata nafasi ya kusimama tena. Karibu katika makala maalum Kuwa Mama Sio Mwisho. Jina langu ni Nyabande Orwa. Sasa nimepata mimba. Sasa nimepata hiyo mimba, hiyo kijana ameniharibu, amenikataa. Akasema si mimi ndio nimeharibu. Hiyo familia yao tena wamekataa. Akadai kanikataa, akaniambia toka utafute mahali nitaenda. Nilikaa kwa jirani, sawa si akaongea kila hao. Wakakubali, nikaenda nikakuja nyumbani. Nikafungua. Nasikia vibaya roho yangu. Nikaona wenzangu wakienda shuleni nikaenda. Sasa baba yangu nilileta hapa. Basi wangu tu amenikubali. Ananiambia kaa ufungue urudi shuleni usome. Aisha anasema wakati alipopata ujauzito, hakuna aliyewahi kuelewa kilichomsukuma kufikia hatua hiyo. Hakuna aliyehoji alikokuwa mvulana aliyempa ujauzito. Badala yake, lawama zote zilielekezwa kwake. Mvulana aliendelea na maisha yake. Aisha akabeba mzigo wa unyanyapaa peke yake. Lakini hakukata tamaa. Leo ana ndoto moja. Nataka kwenda shuleni nisaidia sasa wangu na mtoto wangu. Sawa, wanaelewa mapema. Hata sasa angefaa kupeleka tu hao shuleni wasome. Wafanye bidii na wasaidie sasa. Simulizi kama ya Aisha ndizo zilizowasukuma baadhi ya wanajamii kuanzisha vituo vya kuokoa wasichana waliopitia changamoto kama zake. Miongoni mwao ni Alice Lesepen, mwanzilishi wa kituo cha uokozi cha Loglogo. Katika maisha ya kale tulikuwa tunaona wasichana wengi wamepata mimba. So singependa kuona ama hatungependa kuona watoto wetu wakipitia tena hali kama hiyo. Wengine hawajapata opportunity ya kurudi shule. Wengine hawajapata hata kusikizwa, hata pengine mimba hawakupata kwa sababu wanataka. Kwa Alice, changamoto si ujauzito pekee. Changamoto kubwa ni namna jamii inavyowapokea wasichana hao baada ya kupata ujauzito. Katika wasichana wakiwa katika hiyo hali, kuna mila zingine ambao walikuwa wanafukuza wasichana kutoka kwa boma. Hata wanapeana kwa wazee kabisa, wale wakongwe. Lakini sisi tukakuja kujifunza, hapana, mtoto anaweza pia zaa lakini arudi shule na baadaye aendelee na maisha yake tena vizuri. Kwa mwanafunzi Naisula, maisha yalichukua mkondo tofauti. Baada ya kukeketwa akiwa na umri wa miaka 15, aliendelea na masomo hadi alipomaliza kidato cha 4. Hata hivyo, kutokana na changamoto za umaskini, alipata ujauzito akiwa bado mchanga. Ili kuondoa kile kilichoonekana kuwa aibu ya ujauzito nje ya ndoa,
alilazimishwa kuolewa na baba wa mtoto wake. Hatua hiyo ilikatiza ndoto zake za kuendelea na elimu. Lakini ndoa haikuwa mwanzo wa maisha mapya. Ilikuwa ni mwanzo wa changamoto nyingine. Ni grandmother wangu ndo alikuwa kwa nini ya kwanza kusema wasichana lazima wakatwe. So kwa sababu utaki pia kwenda zako juu maisha pia ni ngumu kule nje, na ukiangalia afadhali hata ukiwa kwa karibu na wazazi kuliko kwenda huko nje kujipata katika mashida zingine. Kaamua tu kukubali. Uzuri nikawa tu kwa shule, lakini shida ni mambo mengi. Shida ni school fees, but tulikuwa tunang'ang'ana bursaries, tunapata mabursaries, at least tunakimu kwa maisha. Lakini other stories ya food, unajipata sometimes umepigana na mom juu ya vile maisha ni ngumu. Anasema muende mjitafutie hata nyinyi. Kwa hiyo harakati nikajipata na mimba. So tukaambiwa lazima muende mkae pamoja na mashida zenu. So tukasukumiwa kwa ndoa yenye sio halali. Leo Naisula anaamini elimu ndiyo iliyomrudishia heshima, matumaini na dira ya maisha. Kwa wazazi sasa, mimi ningewaeleza kuwa hii kitu si mzuri katika maisha yetu, na pia huyo mtoto mwenye unamuoza kwa huyo mzee ataweza kuwa wa faida baadaye katika maisha yako, kwa sababu akisoma pate kazi yake baadaye aweze kujikimu kimaisha, utapata faida mingi. Aisha na Naisula ni miongoni mwa karibia 29% ya wasichana wenye umri wa miaka 15 hadi 19 katika kaunti ya Marsabit ambao wamewahi kupata ujauzito. Hii ni kulingana na utafiti wa afya na demografia ya Kenya wa mwaka wa 2022. Ingawa hali imeanza kuimarika katika baadhi ya maeneo, changamoto bado ipo. Kulingana na katibu mkuu wa KUPPET tawi la kaunti ya Marsabit, Sar Galgalo, elimu na uhamasishaji vimechangia kupunguza visa vya ukeketaji na ujauzito wa mapema shuleni. Mtoto kama amejua haki yake ya kuwa atajua hajafikisha mwaka ya kuolewa, na anaweza kataa. Na tumeona wengi wakilazimishwa na wazazi, wakiozwa na wazazi na hawajafikisha umri. Kuna wale baadhi ya wasichana ambao wanakimbilia kwa chief, ama hata kama kuna organization iko karibu wanakimbilia na wanaokolewa. Kwa hivyo elimu inawezesha wao kupata hiyo informed decision, kujua haki zao, na wakijua haki zao then early pregnancy na FGM itakuwa ile kitu. Na waisi wazazi ni ujue, ukisomesha msichana moja ni kama umesomesha dunia nzima. Lakini kwa mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake kutoka shirika la Marsabit Women Advocacy and Development Organization MADO, Nuria Golo, changamoto kubwa zaidi ni mitazamo iliyojengeka katika jamii. Wamecreate uoga katika hiyo society. Nikikataza huyu mzee yule bibi yake amekufa, huyu mtoto wangu anaweza patikana na bahati mbaya. So sometimes ni stigma kutoka culture, kwa sababu unajua the custodians of this culture ni wanaume, hakuna mama huko. So gender based violence pia inatendeka huko kwa sababu there's no voice. Kwa afisa wa watoto kaunti ya Marsabit, Liki Mukanzi, changamoto si ukosefu wa sheria, ni utekelezaji wake. Rasilimali hazitoshi ili kuweza kuendeleza shughuli za kupiga kampeni ya kuhamasisha ama kutekeleza sheria. Alafu jambo lingine unapata kwamba hatuna maafisa wa kutosha, maana ukiangalia kaunti yetu kwa mfumo wa serikali kuu ina sub county ndogo kama 14, na si kila sub county ambayo kuna afisa wa watoto. Je, wazee wa jamii wana nafasi gani katika kubadili simulizi hizi? Kwa Mamo Ele, mzee wa jamii na mwanachama wa kamati ya uratibu wa masuala ya jinsia, matumaini yapo. Mambo yameanza kubadilika.
Hata wamama siku hizi wako na mkutano yao mambo ya women group, na ma-NGO pia wameweka group ya aina fulani. Kwa hayo yote they are decision makers also. So mambo yatabadilika na mambo ya ndoa ya mapema itapungua, hata kama haitaisha kabisa, because ni mambo ya culture inaenda pole itapungua. Kwa Nuria Golo, suluhisho lipo, lakini linahitaji jamii nzima kubadili mtizamo. Uhamasishaji ifike kule mashinani, wazazi pia watiliwe mkazo, wapeleke watoto shule. Kwa Aisha na kwa Naisula, safari yao haikuanza kwa mafanikio, ilianza kwa maumivu, kwa kukataliwa na kwa ndoto zilizokatizwa. Lakini leo mmoja anasoma akiwa na ndoto ya kumlea mwanawe kupitia elimu. Mwingine yuko chuoni akiamini kuwa elimu ndio urithi mkubwa anaoweza kumpa mtoto wa kike. Niko Dhadia, Kenyatta University. Mimi nafanya Bachelor of Science in Microbiology. Kwa sasa vile nimerudia shuleni, kwangu sasa future yangu na feel kuwa iko safe side, iko secure juu nimesoma mengi kuhusu maisha yangu. Simulizi zao zinatukumbusha kuwa ndoa za mapema hazipaswi kuwa suluhisho kwa ujauzito wa mapema wala kuhukumu wasichana. Kwa msaada wa familia, jamii, shule na vituo vya uokozi, ndoto zinaweza kufufuliwa. Na pengine ushindi mkubwa si tu kupambana na ndoa za mapema na ukeketaji, bali kuhakikisha kuwa kila msichana anayekwazwa na maisha anapewa nafasi ya pili ya kujenga upya ndoto zake kupitia elimu. Hii ni makala maalum, Kuwa Mama Sio Mwisho. Jina langu ni Nyabande Orwa. Kwa heri. Mama, kweli msikilizaji, kuwa mama sio mwisho. Na basi kufikia hapo ndio mwisho wa Shajara awamu hii ya saa 7. Mimi ni Samuel Kosge na kutakia mchana mwema. Na hiyo imekuwa Shajara ya Radio Jangwani, baragumu ya faraja.